Katika wachezaji ambao pengine Simba ingepata ushindi, ingepata matokeo chanya dhidi ya Al Masry katika mechi yao ya kwanza ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika, mechi iliyochezwa kule nchini Misri kwenye mji wa Ismailia na Simba kupoteza kwa mabao 2-0, ni pamoja na mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Elie Mpanzu Kibisawala. Ndio, ni kwa sababu Mpanzu alionyesha kiwango bora sana katika mechi hii. Yeye ndiye aliyekuwa balaa nuksi kwa walinzi wa Al Masry. Ikumbukwe Al Masry kwenye mechi hii dhidi ya Simba, mpango kazi wao ulikuwa ni kupanga baada ya golikipa Mahmoud Gadi ni kuwa na walinzi watatu wakati, halafu wanakuwa na viungo 4 na washambuliaji watatu kule juu ambao nao walijipanga katika muundo wa 1-2. Ndio ambao hapa tunazungumzia. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unazoona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Fakhreddin Ben Yusuf, tunazungumzia Salah Mohsin, tunazungumzia Abderrahim Dermoun aliyekuwa yeye kwenye mechi hii mgongoni namba 30 akitangulia mbele, nyuma yake kukiwa na Fakhreddin, nyuma yake kukiwa na huyu Salah Mohsin. Sasa wale mabeki watatu wa Al Masry walikuwa na kazi kubwa hasa katika kumkabili Elie Mpanzu Kibisawala mgongoni nambari 34, na hasa alikuwa akicheza upande wa kulia. Hapa anazungumzia Bahar El Muhammad, lakini akipata sapoti kutoka kwa wale mabeki watatu wakati yake. Sasa maana katika wale mabeki watatu, kulia alikuwepo Bahar El Muhammad, wa kushoto alikuwa ni Khalid Sobi, katikati Mahmoud Hamada. Huyu Hamada alikuwa na kazi ya ziada kwenda kumsaidia Bahar katika kukabiliana na Elie Mpanzu Kibisawala. Viungo wao pia walikuwa na kazi ya ziada katika kurudi kina Makhruf kwenda kumsaidia Bahar El Muhammad kwa kazi nzito iliyokuwa ikiletwa na Elie Mpanzu Kibisawala. Kiungo katika wale wanne wa upande wa kulia ni Ahmed Eid, naye alikuwa na kazi ya ziada mgongoni nambari 20 kushuka kwenda kumsaidia Bahar El Muhammad, kwa sababu Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa anafanya mabalaa makubwa kwenye upande wa kushoto ushambuliaji wa Simba, kwenye upande wa kulia wa kuzuia kwa Al Masry. Ndio, pamoja na msaada wote waliokuwa wakiutoa, bado Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa unstoppable. Kwa mfano, mara 5 alizodribble mpira Elie Mpanzu Kibisawala mara 4 alifanikiwa. Kwa hiyo jitihada zote za kumzuia, wakati alipojaribu kukokota mipira akimbie kwenda kumaliza uwanja kwenye byline na kupiga cross ama vipas, alizuiliwa mara 1 tu kati ya mara 5 alizofanya, ambao ni ufanisi wa 80% katika kudribble mipira. Alikuwa hatari kweli kweli. Lakini sio hivyo tu, Elie Mpanzu Kibisawala katika mechi hii, ile tunasema game involvement, alihusika kwa kiwango cha juu mno, na ndio maana haikushangaza baadhi ya vyanzo vikionyesha performance yake ikiwa ni 76, kiwango cha juu kuliko wachezaji wote wa Simba katika mechi hii dhidi ya Al Masry, ambayo Simba alifungwa mabao 2-0 licha ya kutawala mchezo kwa sehemu kubwa ya mchezo, licha ya kufika mara nyingi zaidi kwenye lango la Al Masry na kufanya majaribio. Ikumbukwe Simba walimiliki mpira kwa 59% dhidi ya 41 za Al Masry. Simba walipiga mashuti 18, 7 milenga lango dhidi ya mashuti 7 tu ya Al Masry mechi nzima, huku mawili ya kilenga lango na ndio yale yaliyozaa mabao. Lakini Simba wakipiga pasi 505 wao wageni dhidi ya wenyeji waliopiga pasi 348. Sasa Elie Mpanzu Kibisawala ile tunasema game involvement, kuhusika kwake, akagusa mipira mara 88. Yes, lakini sio kugusa tu. Nini alichofanya? Akatoa pasi
Pasi alizotoa Elie Mpanzu Kibisawala katika mechi hii zilikuwa ni pasi 47, hazikupotea bure bure. Pasi 45 zilifika alikotaka, kiwango cha ufanisi cha utoaji pasi kukiwa ni 96%. Wote performance ya Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini hiyo haitoshi. Mpanzu katika cheza yake, wakati akiwavuruga walinzi wa Al Masry, alipiga crosses. Akapiga cross 9. Yes, cross 9. Lakini bahati mbaya sana, waliozipokea kwa usahihi Simba ilikuwa ni moja. Kwa lugha nyingine, alikuwa akimaliza uwanja wakati mwingine mpaka kwenye touchline, ama akikaribia na kujaribu kupiga cross, malengo yake kwamba wenzake watumie. Hapa tunazungumzia mshambuliaji kinara Lionel Ateba Mbida, tunazungumzia mshambuliaji alikuwa akicheza nyuma ya Ateba, huyu ni Jasha Ahua, lakini tunazungumzia Kibu Dennis Prosper alikuwa akitokea kulia, mipira inaposhambuliwa kutokea kushoto kwa Elie Mpanzu Kibisawala, naye aingie ndani awe supportive striker, kiungo mshambuliaji msaidizi wa Lionel Ateba Mbida. Sasa baada ya kuona anapiga crosses halafu hazitumii vizuri, anajaribu kupiga v-pass, zinashindwa kutumiwa vyema, ikichangiwa kwa kiasi kikubwa na mshambuliaji wao Lionel Ateba Mbida aliyekuwa hayuko kwenye kiwango chake bora katika mechi hii, ndipo katika kipindi cha pili Mpanzu akaja na mawazo mbadala. Ndio inakumbukwa dakika 45 zote za kipindi cha kwanza Mpanzu hakuleta uchoyo na kujaribu shuti hata moja kujaribu kutaka kufunga, bali alichokuwa akifanya anawavuruga kina Bahar El Muhammad, anawavuruga kina Mahmud Hamada, anawavuruga kina Makhruf, anawavuruga kina Ahmed Oidi, na kisha kutafuta fursa ya kuwapasia wenzake, na hasa akimtafuta mchezaji mwenzao mshambuliaji mgongoni nambari 13 Lionel Ateba Mbida. Baada ya kuona dakika 45 za kipindi cha kwanza jitihada zake hizo zikigonga mwamba, bila shaka kipindi cha pili ndipo Elie Mpanzu Kibisawala akajiwa na wazo la uselfish, ndio uchoyo, kwa maana kwamba kujaribu kufunga mwenyewe baada jitihada nyingi anazofanya hazilipi. Nini alichofanya sasa? Katika kipindi cha pili akaanza mabalaa. Dakika 49 akajaribu kupiga shuti, haikutosha. Dakika 55 akapiga tena shuti. Dakika 68 akapiga tena shuti. Bado dakika ya 79 Mpanzu akapiga shuti lingine, dakika 83 akapiga shuti lingine. Kwa ujumla akawa amepiga mashuti 5 sasa. Yote katika kipindi cha pili, baada ya kuwa frustrated, kukatishwa tamaa na kile kilichoonekana hasa katika kipindi cha kwanza ambapo alifanya atakalo kutokea kushoto kwenye mashambulizi ya Simba, lakini mipira ya mwisho aliyojaribu kupasia wenzake mingi ilishia kupotea. Sasa baada ya kupiga mashuti 5 kipindi cha pili, mashuti 2 yalilenga lango, 3 yakaishia kutoka nje. Lakini Elie Mpanzu Kibisawala akawa kwa kitendo chake cha kuamua kufanya majaribio haya, yapo majaribio ambayo aliyafanya ambapo kama angeinua kichwa na kujaribu kuwapasia wenzake, pengine Simba ingeambulia chochote, kwa sababu alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kuliko yeye alivyojaribu kufanya. Ni athari za uchoyo uliotokana na kile ambacho bila shaka katika kipindi cha kwanza kilimuathiri. Lakini Elie Mpanzu Kibisawala yeye ni kiungo ushambuliaji kutokea kushoto katika mechi hii. Pamoja na hilo, alifanya kazi kubwa ya majukumu ya kiulinzi. Ndio pale timu inapopoteza mpira kwenye transition kutoka kushambulia kwenda kuzuia, Mpanzu kwenye mechi alikuwa wa moto sana. Ni kwa sababu gani? Ushahidi ni juu ya kweli kwamba alipigania mipira ya chini 20, kati ya hiyo akafanikiwa mipira 9. Ni kiwango cha juu mno kwa mchezaji wa safu ya ushambuliaji kupigania mipira na kufanikiwa 9 kati ya 20. Maana yake ni kwamba anajituma sana. Hiyo itoshi, akapigania mipira ya juu. Aero Jewels akapigania mipira 3, kafanikiwa 1. Tunafahamu Elie Mpanzu Kibisawala si miongoni mwa wachezaji waliojaliwa kuwa na umbile mnara. Urefu wake ni around futi 5 na inchi 6 mpaka inchi 7. Kwa sababu hiyo kupigania mipira ya juu dhidi ya wachezaji warefu kina Khalid Sobi wenye urefu wa futi 6 plus na kufanikiwa mpira 1, yeye akitokea pembeni si haba. Lakini pamoja na yote hayo, Elie Mpanzu Kibisawala alifanya tackling, akafanya na kufanikiwa tackling 2, yote katika mapambano ya kuhakikisha Simba inarejesha mpira kutoka kwenye himaya ya Al Masry. Lakini alilazimika kucheza foul pale palipobidi, akacheza foul 1. Yes, foul 1, yeye akachezewa foul 3. Alikuwa kwenye kiwango bora sana Elie Mpanzu Kibisawala. Kilichomwangusha ni general performance, ni ufanisi wa jumla wa timu ambayo mwisho wa siku pamoja na yote ukiuliza matokeo yalikuwa ngapi, Simba walifungwa 2-0. Sasa
Katika mechi ya marudiano Aprili 9 kwa Mkapa, ni dhahiri kwamba ili Simba ifanye vizuri, basi Elie Mpanzu Kibisawala anapaswa kuendeleza hiki alichokionyesha katika mechi yao kule nchini Misri. Alimradi tu aachane na uchoyo alionyesha katika kipindi cha pili na badala yake kuzingatia zaidi kucheza kama timu. Wakifanya hivyo, Elie Mpanzu Kibisawala amethibitisha kwamba katika ngome ya Al Masry yeye ni unstoppable. Hayupo wa kumzuia. Kwa kasi yake, chenga zake, akiwa direct moja kwa moja kuelekea lango la Al Masry. Hakika Fadlu Davids, benchi la ufundi la Simba, likimtumia vizuri Elie Mpanzu Kibisawala kwa kuhakikisha kwamba anapofanikiwa kuwatoka walinzi wa Al Masry, basi wenzake kina Leonel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala, Jasha Ahua, Kibu Dennis Prosper na wote wanaopanda wakati Simba inashambulia akiwemo kina Fabrice Luamba Ngoma, basi wakae maeneo sahihi, kwa sababu Mpanzu hazuiliki na wachezaji wa Al Masry. Labda wabadilike katika hiyo mechi ya Aprili 9 kwa Mkapa. Simba inapaswa kushinda 3-0, 4-1, 5-2 ama zaidi. Kwa lugha nyingine, tofauti ya mabao matatu ndipo isonge mbele. Ili hawe yafanikiwe, huyu Elie Mpanzu Kibisawala lazima awe katika kiwango chake bora, na ubora wake huu uwe kwa manufaa ya timu. Aache uchoyo na wenzake watumie vyema mipira anayoitengeneza kama assist ili Simba ipate matokeo bora na kusonga mbele. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.